بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ama ndugu zanguni wafuatiliaji wa hizi halakat za kuielezea na kuitizama hii hajjul mabrur, katika halaka ambazo zimepita au episode au majalis, tulimalizia katika kutaja sifa ya 10 miongoni mwa sifa za hajjul mabrur. Sasa leo insha Allah katika episode yetu hii, katika hii majlis, katika hii halaka, tutatizama alamatu alhajj almabrur. Tuliangalia sifa na tukazitaja na tukazifanua sifa kwa mukhtasar, kwa ile tawfiki ambayo Allah alituwafikisha na idhini yake, billahi alhamdu wal minna, tukazimaliza. Sasa leo tutatizama alama katika hii episode yetu, hii halaka yetu hii na hii majlisi yetu, alamatul hajj almabrur. Tutaangalia alama ya hiyo hajj almabrur, kwamba hajj almabrur ina alama gani, ni zipi alama zake. Kwamba haji hii mabrur tushaona sifa zake kama ambao tumezitaja, na pia kadhalika tulishika zile sifatul hajj almabrur, ili hija hiyo ni mabrur. Sasa baada ya sifa haji hii mabrur, ni zipi alama zake? Baada ya kufahamu sifa za hajj almabrur, takana pia kadhalika tufahamu alamatan lilhajj almabrur, tufahamu alama za hii hajj almabrur, ambayo alama zake au alama yake ya hii hajj almabrur tadhharu baada alhajj. Allahu akbar. Kwamba alama ya hajj almabrur, ukitaka kujua kwamba haji ya fulani au wewe haji yako ni mabrur, basi alama yake inadhihiri baada ya mtu kurejea kutoka katika kutekeleza ibada yake ya haji. Inapodhihiri alama yake kwamba hija hii ni hajjul mabrur, wa hiya nayo hiyo alama, katika alama ya hajjul mabrur kwamba hija hii ni mabrur, ni hija ambayo imekubaliwa, an takuna halul haji baada alhaji ahsana minha qablahu, ni iwe ile hali ya hujaji, hali ya yule ambaye kaenda kutekeleza ibada ya haji, ni kuwa hali yake baada alhaji, baada ya kutoka kutekeleza ibada ya haji, baada ya kurejea katika mji wake, ahsana minha, ni hali yake iwe nzuri zaidi, qablahu, yani kabla ya yeye kutoka katika mji wake kwenda kutekeleza ibada ya haji. Yani ikiwa ana hali, alikuwa na hali, ndio ilikuwa hali nzuri, lakini itakikana baada ya kurejea kutekeleza ibada yake ya haji, yatakikana hali yake iwe nzuri zaidi. Ikiwa ni hivyo, basi hii hija yake itakuwa ni hajjul mabrur. Faman kanat haluhu sayyi'atan, basi ikiwa mtu hali yake kabla ya kwenda kutekeleza ibada ya haji ilikuwa hali yake ni mbaya, ilikuwa amezama katika dhunub wal maasi wal atham, amezama katika madhambi, tena kadhalika madhambi makubwa, a'udhu billahi min dhalik, kazama katika madhambi makubwa. Ikiwa hali yake ikiwa ni mbaya, kazama katika madhambi kabla alhajj, kabla ya kwenda kutekeleza ibada yake ya haji, fa innaha, hakika, tatahawalu ba'dahu ila hali hasanatin, takikana abadilike kutoka katika hiyo hali mbaya alikuwa nayo ya kuzamia katika madhambi na maasi na mambo ya laghu, mambo ya upumbao. Takana hali hiyo ibadilike baada ya kurejea katika ibada ya haji, ila halin hasanatin, kuenda katika hali ambayo ni hali nzuri, hali ambayo ni nzuri, kuyaacha yale madhambi alikuwa akiyafanya na kurejea katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man kanat haluhu hasanatan, na yule ambaye ilikuwa hali yake ni nzuri kabla al-hajj,
kabla ya kuenda kutekeleza ibada ya haji ilikuwa hali yake ni nzuri, tofauti na huyu wa kwanza ambaye hali yake ilikuwa ni mbaya. Sasa huyu hali yake ilikuwa ni nzuri kabla yeye kwenda kutekeleza ibada ya haji, tatahawal ba'dahu ila ahsan, itabadilika hali yake kutoka kuwa hali nzuri, itakuwa hali yake itakuwa ni nzuri zaidi. Hadi wa kwanza ikiwa hali yake ni mbaya, basi utakujua haji yake ni mabrur, basi hali yake itabadilika kutoka katika kuwa hali mbaya itakwenda kuwa hali nzuri. Na yule ambaye hali yake ikiwa ni nzuri, basi utamuona akirejea katika kutekeleza ibada yake ya haji, hali yake itakuwa ni nzuri zaidi. Fahadhihi, basi hizi tulizozitaja hizi kutoka katika kabla ya kutekeleza ibada ya haji, ikiwa hali yake ni mbaya, kazama katika madhambi, kabairu dhunub na maasi, akarejea hali yake kabadilika kutoka katika hali sayyi'a ikawa katika hali ilikuwa nzuri. Na yule ambaye hali yake ilikuwa ni nzuri, naam, kabla ya kwenda kutekeleza ibada yake ya haji, afanya khairi lakini ni nzuri, fanya mambo ya faraidh mathalan, afanya mambo ya sunna ni kwa uchache, baada ya kurejea hali yake ikawa ni nzuri zaidi. Basi hizi fahadhi alamati qabuli alhajj, basi hizi ni alama za kukubaliwa ibada ya haji. Wa min dalalati ridha an amali alabd, na katika miongoni mwa dalili za ridha, kuridhia katika ile amal ya huyu mja ambayo katekeleza amali hii ibada ya haji, ambayo ni nguzo ya 5 katika nguzo za Kiislamu. Basi faman kana mukhillan bi ba'd alwajibat, basi ikiwa mtu ni mwenye kupunguza kidogo, ana mapungufu, ana nuksan katika baadhi ya wajibat, waqi'an fi ba'd almanhiyat, na akaingia katika baadhi ya mambo ambayo yamekatazwa na mambo ambayo yanakwenda kinyume na sheria. Thumma wajada ba'da alhajj, kisha akawa na hali akakuta katika moyo wake baada ya kutekeleza ibada ya haji. Thumma wajada ba'da alhajj min nafsi, kisha akakuta baada ya kurejea katika ibada ya haji, akakuta katika nafsi yake iqbalan ala Allah azza wa jalla, kwamba yeye ilikuwa katika mambo ya wajibat ilikuwa apunguza, ana mapungufu, na pia kadhalika aingie katika baadhi ya mambo ambayo yamekatazwa, manhiyat, na mambo ambayo yanakwenda kinyume na sheria. Kisha akakuta baada ya kurejea kutoka katika ibada yake ya haji, hivi vitu alikuwa navyo kabla ya kwenda kutekeleza ibada ya haji, kisha baada ya kurejea katika ibada yake ya haji akakuta katika nafsi yake iqbalan ala Allah azza wa jalla, akawa yeye ni mwenye kumuelekea Allah subhanahu wa ta'ala katika wajibat, akawa anakamilisha wajibat, ikawa hakuna mapungufu, na pia kadhalika katika manhiyat akawa ameacha, akawa yeye mwenye kuelekea muqbilan ila Allah azza wa jalla wa i'radan an ma'asiyatihi, na pia ni mwenye kuyapuuza na kuyaacha maasi, kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, wa mubadaratan ila taubati min dhunubihi, na anakuwa ni mwenye kwenda mbio, ni mwenye kufanya haraka kutubia katika yale madhambi yake. Yani hali yake ikawa ni hivi baada ya kurejea katika ibada yake ya haji. Fahadhihi, basi hii alamatun dhahira, kwamba hii ni alama ya wazi min alamati alqabul, miongoni mwa alama za kukubaliwa ibada yake ya haji, na pia kadhalika ni dalili ya kuridhiwa kwa ile amal. Wa anna alhajja kana muwaffaqan mabrura, wa anna alhajja kana muwaffaqan mabrura, na kwamba haji itakuwa ni muwaffaq, na pia kadhalika haji yake itakuwa ni mabrur, itakuwa ni kuwafikishwa na haji yake itakuwa ni mabrur. Alikuwa huyo ambaye alikuwa ana mapungufu katika baadhi ya wajibat, na pia kadhalika kama anaingia katika manhiyat na kuna kinyume na sheria, na mambo kuna kinyume na sheria, hali yake ilikuwa ni hivi. Kisha baada ya kwenda kutekeleza ibada ya haji akarejea, akakuta katika moyo wake kwamba yeye ni mwenye kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni mwenye kuyapuuza na kuyaacha maasi, na ni mwenye kwenda mbio kupupia kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Basi hii ni alama ya wazi kabisa ya katika miongoni mwa alama za kukubaliwa, kwamba huyu ni katika miongoni mwa alama za wazi kwamba hija yake hii imekubaliwa.
na pia kadhalika na kwamba hii hija yake kana muwaffaqan mabrura, itakuwa ni haji ambayo ni muwaffaq, iliwafikishwa, na pia kadhalika itakuwa ni hajju al-mabrur. Qala al-Imam Hasan ibn Yasari al-Basri rahimahullah ta'ala, Hasan al-Basri anasema al-hajju al-mabrur, hajju al-mabrur an yarji'a zahidan fi dunya, kwamba hajju al-mabrur ni kurejea yule ambaye katoka kutekeleza ibada hii ya haji zahidan fi dunya, aliyakuwa yeye ni mwenye kuipa nyongo dunia, anakuwa haipendi sana dunia, si mwenye kuipenda sana dunia, mwenye kuitanguliza sana dunia zaidi kuliko akhira, anakuwa hayuko hivi raghiban fil akhira, na anakuwa pia kadhalika ni raghiban fil akhira, anakuwa ni mwenye kuipenda zaidi, mwenye kuipendelea zaidi akhira. Hii ikiwa mtu yuko hivi baada ya kurejea katika ibada yake ya haji, basi haji yake ni mabrur, anakuwa ni zahidan fi dunya wa raghiban al akhirah, anakuwa ni mwenye kuipa zuhud, mwenye kuipa mgongo dunia, apendi sana dunia, na pia kadhalika katika wakati huo huo anakuwa ni mwenye kuipendelea zaidi akhirah. Waqala al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, na pia kadhalika amesema al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, fa in raja'a khairan mimma kana, na ikiwa atarejea huyu hujaji kutoka katika kutekeleza ibada yake ya haji katika hali iliyokuwa nzuri zaidi kuliko hali ambayo alikuwa nayo kabla kuna kutekeleza ibada yake ya haji, urifa annahu mabrur, itafahamika, itajulikana kwamba hiyo hija yake ni mabrur. Yani ikiwa karejea akawa na hali nzuri zaidi kuliko ile hali ambayo alikuwa yuko nayo kabla ya kuna kutekeleza ibada ya haji, urifa annahu mabrur, basi itafahamika kwamba hija yake hiyo ni mabrur, kwamba ni hija ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameikubali. Kwa kumalizia katika hii alamatu alhajj almabrur, alama ya hajj almabrur, walihadha taakkadu ala kulli muslimin, na kwa hili yataakkad, takikana atie mkazo, atilie mkazo kila muislam baada hajihi li baitillahi alharam, atilie tashdid, atie mkazo kila muislam, takana atilie mkazo juu ya kila muislam, atilie mkazo hili baada ya kurejea kwake, baada ya kurejea kutekeleza ibada yake ya haji kwenda katika baitul haram, nyumba tukufu, ayajitahida fi takmili salahi nafsihi, apupie katika kukamilisha salahi nafsihi, ile kutengeza nafsi yake, bil muhafadha ala ta'ati Allah azza wa jalla, kwa kule kuhifadhi taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili asije akawa kama yule mwanamke ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemtaja katika suratul Nahl aliposema kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Mwanamke alikuwa akiishi katika mji wa Makka, ni kwa yeye akisuka ukili wake ule, atumia nguvu kubwa kuusuka ule, lakini baada ya kuusuka akawa haribu au katakata, kausuka kwa kutumia nguvu kubwa, lakini baada ya kukamilisha kuusuka ule, ushakamilika, shakuwa mkeka mzuri mashaallah, akawa yeye sasa haribu baada ya kutumia nguvu kubwa. Sasa hujaji isiyo katika yeye kutekeleza ibada yake ya haji kapata ibar na mawaidha na yale manafi katika ile ibada ya haji kwa ikhlas, kaifanya haji kwa ikhlas, ikawa ina sifa zile, ikawa inafikiana na sunna Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, amejiepusha na arrafath na fusuq. Lakini baada ya kurejea sasa, akarejea akazama katika maasi, akawa ni mwenye kuacha taa, akawa kadhalika asimamishi ibada ya swala, karejea akasimamisha ibada ya swala, akawa ni mwenye kuzamia katika dhunub wal atham. Ikuwa hivi sasa, hii hija yake itakuwa si hajju al-mabrur, kama ambavyo tumesoma katika aya hii katika suratul Nahl. Sio kama yule ambaye ameharibu ule ukili wake min ba'di quwwatin, baada ya kutumia nguvu kubwa kuusuka ule ukili, kisha baada ya kukamilika akauharibu. Yani mtu katekeleza ibada yake ya haji vizuri, baada ya kurejea sasa akaja kuiharibu ibada yake ya haji. Ikiwa ni hivyo, hija yake itakuwa si hajjul mabrur, kwa kuzama katika dhunub na kuacha toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa yastaqimu, sasa vipi yastaqim an yakhruja almu'min, vipi ya kuwa sawa sawa, yani si sawa an yakhruja almu'minu min hajjihi, kwamba kurejea mu'min
kutoka katika kutekeleza ibada yake ya haji, kayaumu waladatuhu ummuhu, alikarejea sasa mu'min kutoka kutekeleza ibada yake ya haji kama ile siku ambayo kazaliwa na mama yake, amerejea hana madhambi. Sasa vipi aingia akilini? Jambo hili si jambo ambalo laingia akilini kwa mu'min. Katoa katika ibada yake ya haji, karejea hana madhambi. Tunasoma hadithi, tumesema atakayehiji falam yarfuth walam yafsuq rajaa ka yawm latu ummu, tarejea kana kwamba ile siku alizaliwa na mama yake. Sasa vipi yaingia akilini kwa huyo hujaji mu'min, haji ambaye ni mu'min, katoa katika ibada yake ya haji, thumma yukibu ala dhunubi bala haji, kisha akawa ayaparamia, akawa aingia katika kuyafanya madhambi baada ya kutekeleza ibada yake ya haji. Ni jambo ambalo haliingia akilini. Wayukbilu ala alkhataya wal athami ba'dahu, akawa ayaendea makosa na madhambi baada ya kutoka katika ibada yake ya haji. Fala hadha huwa shukru alwajib, je hii ndo ile shukurani ya wajib kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ala taysirihi, kwa kule Allah kumfanyia wepesi, wa tawfiqihi, na kumwafikisha li adai hadha an-nusuk al-azim, kutekeleza hii ibada iliyokuwa kubwa. Je hii ndo shukurani? Kama wao wanasema Waswahili kwamba shukurani hapuna ni mateke, kwamba Allah amekuwafikisha ukaenda kutekeleza ibada ya haji katika hii ibada kubwa ambayo ni moja katika nguzo za Kiislamu, ukarejea kana kwamba ukarejea msafi, huna madhambi, halafu ukaingia katika dhunub baada ya haji na kuingia katika madhambi. Je hii ndio shukurani? Hii ndio shukurani ya wajib kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah baada ya kukuneemesha wewe sasa shukurani yake au malipo yake ndio haya? La wallah, kwamba kihakika isiyokuwa na shaka ndani yake kwamba hii si shukurani. Kwa hiyo ambaye atatoka katika ibada ya haji akawa hana madhambi, akaingia katika madhambi, huyu hajamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na ni dhahiri kwamba hija yake hii si haji mabrur, si hija ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameikubali. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, al-hajj al-mabrur, kwamba hija mabrur an yarji'a, ni kule kurejea. الحج مبرور أن يرجع زاهدا في الدنيا. الحج مبرور أن يرجع زاهدا في الدنيا. حج مبرور ni kurejea huyu mwenye kutoka kutekeleza ibada ya haji anakuwa ni mwenye kuipa nyongo dunia, wa raghiban ila al-akhirah, raghiban fi al-akhirah, na anakuwa ni mwenye kuitanguliza akhirah. Kwa shima alaikum, ndugu zanguni watazamaji na waislamu na mahujaji kwa upekee, tuzingatie sana hii alama ya haju al-mabrur. Ni kwamba tukikana hali zetu, tuangalie hali zetu, tutengeneze hali zetu kabla ya kwenda katika ibada ya haji, tuzitizame, na baada ya kutoka katika ibada ya haji ni hali za namna gani. Tukana hali zetu ziwe nzuri zaidi. Ikiwa zilikuwa ni nzuri, basi tukirejea katika kutekeleza ibada ya haji ziwe nzuri zaidi, tufanye vile ambavyo tulivyokuwa katika kabla ya kwenda kutekeleza ibada ya haji. Tuzingatie hii alama ya haju al-mabrur. Hadha Allahu a'lam. فسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.